Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ya dirisha kubwa la usajili kwa msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-2027 kuweza kufunguliwa rasmi tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ambapo tunaona dirisha hilo linatarajiwa kufungwa tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Sababu za dirisha hili kuweza kufunga mapema kwa sababu ligi kuu inatarajia kurejea tarehe 14 ya mwezi wa 8, huku dirisha likifungwa tarehe 15 mwezi wa 8 kwa sababu ligi inakwenda kuanza mapema kwa sababu ya michuano ya AFCON ambayo inakwenda kufanyika mwakani pale katika nchi ya Uganda, Tanzania, bila kusahau Kenya. Kwa hiyo ndio maana ligi imeweza kuanza mapema. Sasa fahamu, miongoni mwa vitu vya kuvutia ni kwamba timu mbalimbali tayari zimeanza kukamilisha usajili wa wachezaji mbalimbali kutoka Tanzania hata nje ya mipaka ya Tanzania. Miongoni mwa klabu ambayo imedhamiria kufanya mambo makubwa katika usajili huu ni klabu ya soka ya Simba Sports Club, ambao wamemaliza msimu vizuri mara baada ya kutoa kikombe cha CRDB Bank Federation Cup chini ya kocha Steve Barker. Sasa fahamu, klabu ya soka ya Simba kwa sasa wameweza kuingia sokoni kwa ajili ya kukamilisha sajili za wachezaji mbalimbali ambao moja kwa moja watakwenda kuitumikia klabu ya soka ya Simba. Sasa hapa tutakwenda kuangalia ile orodha ya wachezaji wazawa ambao wameweza kukamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka ya Simba mpaka hivi sasa tunavyosema. Nyota wa kwanza ambaye klabu ya soka ya Simba imeweza kukamilisha usajili wake akiwa ni mchezaji mzawa, ni mchezaji anofahamika kwa jina la Nathan Chilambo. Nathan Chilambo ni mchezaji kutokea katika klabu ya soka ya Azam Football Club, ambapo mchezaji huyu anacheza eneo la beki wa pembeni akiwa na umri wa miaka 26. Tunaona amewahi kuitwa timu ya taifa ya Tanzania na ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza vilabu mbalimbali hapa Tanzania. Simba wameweza kuvutiwa na uwezo wa beki huyu kwa sababu ukiangalia Shomari Kapombe umri wake umekwenda, kwa hiyo wanamleta mbadala sahihi ambaye tayari ana uzoefu. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Simba wameweza kufanya mawasiliano na kambi ya Nathan Chilambo ili dili hili liweze kukamilika mapema, kwa sababu wamegoma kusaini mkataba na klabu ya soka ya Azam Football Club na kuambia kwamba anataka kwenda kutafuta changamoto nyingine. Nyota wa pili mzawa ambaye ameweza kukamilisha usajili wa kujiunga na klabu ya soka ya Simba ni mchezaji Kelvin Nashon, ambapo sisi tunafahamu Kelvin Nashon ni kiungo hatari ambaye amepita vilabu mbalimbali hapa Tanzania ikiwepo klabu ya Singida Black Star, amecheza JKT Tanzania, kwa sasa ni kiungo wa klabu ya soka ya Pamba Jiji. Kelvin Nashon mwenye umri wa miaka 25 vile vile ambaye kupata nafasi ya kuitwa katika timu ya taifa ya Tanzania. Mchezaji huyu anacheza katika eneo la kiungo namba 6, ana uwezo wa kucheza kiungo namba 8. Sababu za Simba kuweza kumsajili kiungo huyu ni ili aweze kwenda kusaidiana na Yusufu Ali Kagoma. Kwa hiyo kwa mujibu wa kocha ameweza kuvutiwa na uwezo wa mchezaji huyu, kwa Simba wakaweza kukamilisha dili hili na Kelvin Nashon. Muda wote kuanzia sasa atakwenda kutambulishwa katika viunga vya Msimbazi. Nyota mwingine mzawa ambaye klabu ya soka ya Simba wanampambania ni Ramazan Chobwedo. Ramazan Chobwedo tunaona amekuwa na msimu bora akiwa na klabu ya soka ya TR United kutokea pale mkoani Arusha. Mchezaji huyu Ramazan Chobwedo ana uwezo wa kucheza winga namba 7. Anasifika kwa kasi, vile vile ana nguvu na ni mchezaji ambaye anajua kupiga mashuti na ni mchezaji ambaye ana skills, yana na uwezo wa kupiga vinga. Tukiangalia Ramazan Chobwedo msimu alipokutana na hizo timu kubwa amekuwa na kiwango bora sana, hata timu ndogo amekuwa ni msumbufu. Sababu za Simba kumsajili nyota huyu ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao watakwenda kuachwa wakiwa ni wazawa. Kwa hiyo Chobwedo atakwenda kurithi nafasi ya moja wa wachezaji wazawa ambao watakwenda kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Simba. Nyota mwingine mzawa ambaye klabu ya soka ya Simba wanaipambania saini yake ni Faisal Salum almaarufu kwa jina la Feitoto, ambapo Feitoto tunaona wamegoma kusaini mkataba na klabu ya soka ya Azam Football Club, ambapo mkataba wake kwa mujibu unakwenda kumalizika mwakani mwaka 2027, yani amebakiza mwaka mmoja. Sasa kutokana na mchezaji huyo kugoma kusaini mkataba
Azam wanafikiria kumuuza kwa sababu hawapo tayari kumpoteza bure, huku kipaumbele chake kikiwa zaidi ni kwenda klabu kubwa ambayo itamfanya ashinde vitaji. Feitoto ama Faisal Salum mwenye umri wa miaka 27 anaona sasa ni muda sahihi wa kwenda kutafuta changamoto nyingine, akiwa ni miongoni mwa viungo bora kabisa kwa msimu uliomalizika, ambapo alitoa asisti 8 na kufunga mabao 15 kwa alihusika katika mabao 23 katika michezo ambayo alifanikiwa kucheza akiwa na jezi ya Azam Football Club, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza kiungo namba 8, kiungo namba 10, hata kuna kipindi alikuwa akicheza kama kiungo namba 6, kiungo mkabaji. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye akisajiliwa Simba kutokuwa na option nyingi za kumchezesha, na ameweza kuambia mabosi wa Simba kwamba yuko tayari kuipambania Simba Sports Club. Kwa mujibu wa taarifa, Jairut sambamba na Mohamed Dewiji wanaungana ili kuweza kuhakikisha kwamba wanakamilisha dili la mchezaji huyu Faisal Salum almaarufu kwa jina la Feitoto mwenye umri wa miaka 27. Na mchezaji wa mwisho mzawa ambaye klabu ya soka ya Simba wanampambania ni Selemani Mwalimu Gomez, ambapo sote tunafahamu Selemani Mwalimu Gomez ni mchezaji ambaye ni Mtanzania, lakini kwa sasa ana mkataba na klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Msimu uliomalizika Selemani Mwalimu alikuwa na kiwango bora sana, akifunga mabao 9 katika ligi kuu ya NBC, mabao 3 akifunga katika kombe la CRDB Bank Federation Cup, bila kusahau kombe la Mapinduzi aliweza kufunga mabao 3. Kwa hiyo tunaona alikuwa na uwezo mkubwa sawa na kufunga. Simba wanampambania kwa sababu tayari mkataba wake wa mkopo wa mwaka mmoja umemalizika na amerejea katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Kwa hiyo Simba kwa sasa, kwa sababu kocha amebariki kwamba Simba wamsajili, kilichopo ni wao wanaangalia uwezekano wa kumpata mchezaji yule, lakini pia mwenyewe ndoto zake ni kwenda kucheza nje ya bara la Ulaya. Kama kuna klabu ambayo itafikia dau ambalo kambi yake wanalitaka, yupo tayari. Lakini ameweza kuwapa baraka na Simba kwa sababu ni klabu ambayo ameishi vizuri na alikuwa akipata nafasi ya kucheza, licha ya Mpanzu alikuwa ndiye mchezaji ambaye anaanza, lakini ameweza kusema kwamba kama Simba watamsajili basi yuko tayari kurejea katika ardhi ya Tanzania kuja kuipambania Simba kuelekea msimu ujao katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa, kwa sababu Wydad hawatoshiriki ligi ya mabingwa wala kombe la shirikisho kwa msimu wa mwaka 2026 2027. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji watano wa kizao ambao mpaka sasa wapo katika rada za Simba, wawili wakiwa tayari wamekamilisha usajili, Hassan Chilambo na Calvin Nashoni, huku Ramazan Chobedo akiwa katika hatua za mwisho kusajiliwa, huku Faisal tayari amesema yes kwa Simba. Kilichopo ni uongozi wa klabu ya soka ya Simba kufanya mazungumzo na Azam ili uweze kununua mkataba wa mwaka mmoja uliosalia, huku Selemani Mwalimu ndiye mwenyewe pia akitoa baraka zote kwa Simba kwamba yupo tayari kujiunga na miamba hiyo ya soka ya Simba Sports Club kuelekea katika msimu ujao, kama watafikia dau la kuweza kumnunua kutokea katika klabu ya soka ya Wydad Casablanca. Kwa mujibu wa taarifa kutoka katika vyanzo vyetu mbalimbali, hii ndiyo orodha ya wachezaji wa kigeni ambao wameweza kukamilisha usajili na wengine wapo katika mazungumzo, wapo katika hatua ya mwisho kukamilisha usajili ndani ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Hii ni kwa mujibu wa mapendekezo ya kocha mkuu. Hapa tukienda kumwongelea Steve Barker, miongoni mwa makocha ambao wanakinua kikosi cha wekundu wa Msimbazi kwa ustadi wa hali ya juu. Nyota wa kwanza wa kimataifa ambaye tayari amekamilisha usajili wa kujiunga na miamba ya soka ya Simba Sports Club ni kiungo mshambuliaji, kiungo mchezeshaji kutokea katika nchi ya Nigeria. Hapa tukienda kumwongelea Ibrahim Diaba. Fahamu Ibrahim Diaba ni mchezaji ambaye alikuwa akiitumikia klabu ya soka ya Stellenbosch ya Afrika Kusini, na nyota huyu tunaona amemaliza mkataba wake na klabu hiyo ya soka ya Stellenbosch kutokana na kufanya kazi na kocha Steve Barker. Basi Barker ameweza kupendekeza kwamba kiungo huyu aweze kusajiliwa na klabu ya soka ya Simba ili kwenda kuitengeneza Simba bora katika lile eneo la kiungo, kwa sababu bado hajaridhishwa na kiwango ambacho kimeweza kuonyeshwa pale katika eneo la katikati. Kwa hiyo Simba kutokana na mapendekezo ya kocha Steve Barker, basi moja kwa moja wakaingia kufanya mazungumzo na kiungo huyu Ibrahim Diaba kutokea
katika nchi ya Nigeria, ambaye alikuwa akicheza Stellenbosch ya Afrika Kusini. Vile vile alishaye kucheza Maccabi Haifa, klabu ambayo inashiriki ligi pale nchini Israeli. Kumbuka Ibrahim Jabbar ni kiungo mwenye umri wa miaka 23, akiwa anatumia mguu wa kushoto, basi ana uwezo wa kuaccelerate, yani kuteleza na kwenda mbele kwa ajili ya kuanzisha mashambulizi. Kwa ndio hivyo Ibrahim Jabbar ni kiungo mpya katika viunga vya Msimbazi. Ukiachana na Ibrahim Jabbar, klabu ya soka ya Simba kwa mapendekezo ya kocha Steve Barker, basi wameweza kufanya mazungumzo na kiungo kutokea Ivory Coast, Mody Toure. Mody Toure ni kiungo ambaye alikuwa akicheza klabu ya El Mahala ya pale nchini Misri, ambapo kiungo huyu msimu uliomalizika alikuwa katika kiwango bora sana. Mchezaji huyu Mody Toure aliletwa katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kwa ajili ya kuja kusaidiana na Yusufu Ali Kagoma, ambaye msimu uliopita ameonekana kucheza michezo mingi sana, dakika nyingi pasi kupumzika. Mchezaji huyu naye pia anatumia mguu wa kushoto Mody Toure, na anasifika kwa uwezo wa kukaba na kunusa hatari. Vile vile ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kustrike ama kupiga mashuti makali nje ya boksi. Kwa hiyo Simba mara baada ya kupewa sifa za kiungo huyu, na kocha mwenyewe amejidirisha kwamba ni miongoni mwa viungo ambao atakwenda kuwatumia kuelekea msimu ujao katika ile eneo la katikati, basi Simba amefungua mazungumzo na mchezaji huyu Mody Toure, na kwa upande wa wakala ambao wanamsimamia mchezaji huyu wameweza kukubali mchezaji huyu kuja kujiunga na Simba kwa sababu ya project na Simba kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mody Toure kwa sasa kichobaki ni kuvunja mkataba wake na klabu ya soka ya Al Maham, mkataba wa mwaka mmoja, ambapo kwa upande mwingine mara baada ya hapo atajiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Mchezaji wa tatu wa kigeni ambaye Simba wapo katika mazungumzo naye ni Peter Shalulile. Hakika katika kupita kwako huko katika tetesi ambazo kwa sasa zinaendelea, jina la Peter Shalulile linahusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Peter Shalulile ni nani? Fahamu, Peter Shalulile ni mchezaji ambaye alikuwa akitumikia klabu ya soka ya Mamelodi Sundowns ya pale nchini Afrika Kusini, ambapo nyota huyo mwenye umri wa miaka 30 amemaliza mkataba na klabu hiyo. Licha ya klabu kupambana kumuongezea mkataba, lakini nyota huyo amesema inatosha, ngoja akatafute changamoto nyingine. Habari za ndani kabisa ni kwamba Simba wana uhaba wa striker. Ukiangalia walikuwa wakimtumia Elie Mpanzu zaidi, basi Simba wakaona ni vyema kwenda kumchukua Peter Shalulile ambaye ni mchezaji huru, mchezaji kutokea katika nchi ya Namibia na ndiye team captain wa timu ya taifa Namibia. Vile vile alikuwa ni team captain msaidizi wa timu ya Mamelodi Sundowns. Ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajua kufumaniwa nyavu, aswa akiwa anasimama katika lile eneo la namba 9. Ukiachana na Peter Shalulile, klabu ya soka ya Simba mara baada ya kusikia Fiston Kalala Mayele, mwamba huyu kutokea Kongo mwenye umri wa miaka 32, mchezaji ambaye amekuwa kutoa tuzo ya mchezaji bora wa Afrika katika ile orodha ya wachezaji ambao wanacheza ligi ya ndani. Vile vile amewahi kutoa tuzo ya mchezaji bora ligi kuu ya NBC. Fiston Kalala Mayele amewahi kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika na kutoa kiatu cha mfungaji bora ligi ya mabingwa. Basi kwa sasa amegoma kuongeza mkataba na klabu ya soka ya Pyramids, na kwa sasa ni mchezaji huru. Simba wameanza kufanya mazungumzo na mwamba Fiston Kalala Mayele. Kwa hiyo kama kila kitu kitakwenda sawa, basi Simba kuna uwezekano mkubwa wakamchukua Peter Shalulile sambamba na Fiston Kalala Mayele. Tuambie kwenye comment section, kati ya Fiston Kalala Mayele na Peter Shalulile, bweka upande wako unaoshauri uongozi wa Simba umsajili nani? Shuka kwenye comment kadondoshe maoni na sitakuja